السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Bado tukieleza makosa ya baadhi ya waumini wanaofanya katika swala, kadhalika katika tahara. Miongoni mwa makosa ambayo waumini hufanya pindi wanapokuwa wenye kuswali msikitini, asema Sheikh, al-murur baina yaday al-musalli, kupita mbele ya mtu ambaye anayeswali. Asema من المشاهد أن بعض المصلين يتساهل في المرور بين يدي المصلي مع أن ذلك محرم وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك. Miongoni mwa makosa ambayo waumini hufanya pindi wanaposwali, utaona mmoja aona mwenzake yuaswali na yuapita mbele yake. Asema haya ni makosa makubwa, bali ni muharram, ni katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha juu yake. Waqad warada alwa'idu shadidu fi dhalik, bali imepokewa mafundisho kuhusiana na tendo hili kwamba watu kama hawa kuna dhambi wamafanya na huenda wakaadhibiwa kwa kosa kama hili. Kwa ushahidi wa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المتفق عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو نضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم asema, لو يعلم المار, لو angejua yule anayepita baina yaday almusalli, mbele ya mtu ambaye anayeswali. Yani umemwona mtu aswali ukaja ukapita mbele yake, lau angejua huyu anayepita mbele ya yule mtu anayeswali, madha alayhi min al-ithm, yale ambayo yanamfikia na madhambi anayopata kupitia haya, lakana an yaqifa 40 khairan lah, ingekuwa ni afweni, ingekuwa ni afadhali asubiri 40 asipite. Hasa hii 40 ya kusudiwa nini? Asema imma afadhali asubiri siku 40, hata kama itabidi ungoje siku 40 ili amalize kuswali upite, ingekuwa bora usubiri siku 40 kuliko ile madhambi utakayopata utakapopita mbele yake. Au shahran, au miezi 40, au sana, au miaka 40. Yani lau umemwona mtu aswali, mathalan tumeswali hapa salatu dhuhr, na pale mlangoni kuna watu wamechelewa. Sasa huwezi kupita mpaka umalize kuswali ndipo upate fursa kutoka nje ya msikiti. Na lau ukipita, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, ungejua kiasi ya madhambi unayoyapata na ungejua makosa uliyoyafanya uzito wake, ungengoja hata kama huyu anayeswali angechukua siku 40 amalize hiyo swala, ungesubiri. Sijui kama tuelewana jamaa, ni mazito haya. Narudia tena, لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Ingekuwa ni bora kwake asubiri hata kama ni siku 40 au miaka 40 au miezi 40 kiasi ya huyu kumaliza swala, lau hata kama ingemchukua siku 40 ungengoja. Na mtu hapa anaposwali, ikiwa mtu amechelewa, wacha siku 40, hata hachukui dakika 4, na wewe umeshindwa kusubiri ukapita mbele yake. Na huyu anayekuwa ni mwenye kuswali, mathalan amechelewa, akuja mtu ataka kutoka msikitini, yeye ameswali mapema, imamu ametoa salamu, akaamua kutoka moja kwa moja. Na huyu akiswali aona kwamba kuna mtu yakuja, amepewa ruhusa na Mtume sallallahu alayhi wasallam apigane naye na akiwa ndani ya swala. Qala sallallahu alayhi wasallam,
idha kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi, ikiwa kuna mtu yaswali asikubali mtu kupita mbele yake. Waliyadra mastata', na amzuie kiwango ya uwezo wake. Apita mtu, weka mkono, aje kwa nguvu msukume. Qala sallallahu alayhi wasallam, waliyadra mastata', amzuie asipite. Fa in aba, lakini huyu akijifanya kishipa yataka kupita na nguvu, falyuqatilhu, apigane naye. Fa innama huwa shaytani, huyu anayepita na nguvu na umemzuia na bado yataka kupita mbele yako, basi ni shetani yamsukuma. Kwa hivyo mzuie na upigane naye. Kwa hivyo Rasul sallallahu alaihi wasallam akuamrisha usiruhusu mtu, na akipita mzuie, na ukimzuia na bado yataka kupita, basi ya Rasul asema pigana naye, usimwache. Tayib, fa innama huwa shaytan, kwa sababu anayemsukuma nyuma ni shaytan, ni shaytan. Tayib, na ili wewe unayoswali usipatikane na tatizo kama hili, kuna jambo ukifanya utaepukana na shida hii. Mathalan waswali sunna na mtu ataka kupita mbele yako, asema Sheikh, ويسن للمصلي إن كان إماما أو منفردا أن يصلي إلى سترة. Uwe ni mwenye kutumia sutra, uweke mbele. Wayadnu min, na awe karibu na hiyo sutra. Na hii ni amri ya Rasul sallallahu alayhi wasallam ametupa. Asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, idha salla ahadukum falyusalli ila sutratin walyadnu min sutratihi la yaqta'i ash-shaytanu alayhi salata. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, mmoja wenu anaposwali, awe ni imamu yaswalisha ama awe ni maamuma yaswali peke yake, asema kitu cha kwanza aweke sutra. Sutra ni kizuizi unaweka mbele yako, ili mtu ni kama alama unaweka, akipita asipite baina wewe na sutra, apite mbele yake. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, ukiweka hii sutra, wayadnu minha, na uje karibu, usiweke nafasi ya safu tatu sutra iko pale, mtu atapita tu, lakini nafasi ya baina wewe na sutra iwe kiasi cha wewe na sehemu ya kusujudu peke yake. Kisha sema, ukifanya hivyo na uwe karibu na hiyo sutra, utakuwa umemkatizia shetani njia kuja kukuharibu swala, kwa sababu shetani atamsukuma mtu aje apite mbele yako ndani ya swala. Hii ni aina ya makosa watu wafanya, almurur baina yaday almusalli. Katika makosa watu hufanya ni kwamba qiyamul masbuki qabla salam al-imam. Ni mtu amechelewa kuswali, mathalan amepitwa na raka moja, imamu akatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Katika hali ya kutoa salamu, huyu akainuka kwa sababu yalipa ile raka aliyokosa, sio? Lakini ni wakati gani ambayo ni sawa watakana uenuke kulipiza raka ama kukidhi raka iliyokupita? Ni baada ya imamu kutoa salamu zote mbili. Kuna baadhi ya watu imamu akisema assalamu alaykum wa rahmatullah, ya kwanza hiyo ashainuka. Asema Sheikh, qiyamul masbuqu qabla salam al-imam, yule aliyepitwa na raka atasimama wakati gani? Wakati imamu akitoa salamu. Asema baadhi al-ma'mumin idha sallama al-imamu at-taslimati al-ula wa alayhi qada ba'da ar-rak'at fa innahu yusri'u wa yaqumu mubasharatan liyukmila ma fatahu min ar-rak'at. Baadhi ya waumini au wanaoswali nyuma ya imamu, katika yale anayoyafanya ni kwamba imamu akitoa at-taslimatul ula, salamu ya kwanza, wa alayhi qadha, na huyu adaiwa raka bado hajalipa, amepitwa na raka,
baadhi rakaat fa innahu yusri'u, tamuna moja kwa moja amesimama. Wayaqumu mubashara, na yuinuka moja kwa moja, liyukmila ma fatahu min arrakaat, ili aweze kulipa na kukidhi yale yaliyompita katika raka zilizompita. Huo si sawa. Usawa ni upi? Qala as-sawab ayantadhira al-ma'mum, ilivyokuwa sawa na iliyokuwa bora zaidi ni imam au ma'mum amngojee imam hatta yusallima al-imam at-taslimatu ath-thaniya, mpaka imamu atoe salamu ya pili. Wewe umekosa raka, mathalan umekuja salatu adh-dhuhr, raka ya kwanza imekupita, ukaja raka ya pili. Kwa hivyo imamu akitoa salamu, wewe kuna raka moja bado hujamaliza kwa sababu umeswali tatu. Sasa muongozo uliokuwa sawa ni kwamba ukitaka kuinuka kulipa ile raka iliyokupita, basi usawa ni ungojee imamu atoe at-taslimatu al-ula thumma at-taslimatu ath-thaniya, kisha uinuke ulipe hiyo raka. Wasema wayustahabbu lilmasbuq intidhar at-taslimati ath-thaniya fa innaha min as-salah, na yapendekezwa, apendekezwa yule anayeswali nyuma ya imamu kama amepitwa na raka asubiri au ni mwenye kusubiri salamu ya pili. Katika makosa ambayo baadhi ya ulama wametaja kuhusiana na makosa ndani ya swala ni kumfuata imam anapokosea ndani ya swala. Imamu anapokosea ndani ya swala, mathalan amesahau akaongeza raka ama akapunguza raka, mutabaati al-imam idha zada au naqasa rak'a. Kuna baadhi ya imamu mathalan, ama kuna imamu amesahau salatu adh-dhuhr raka tatu akatoa salamu, au raka nne hakukaa tahiyat akainuka raka ya tano akifikiri kwamba ni raka ya nne. Sasa wewe watakana ufanye nini katika hali kama hii? Asema idha sahal imamu fi salati faqama ila rak'atin zaida ka'an qama mathalan ila rak'ati al-khamisah fi salati ar-ruba'iyyah fa inna ba'd al-ma'mumin yutabi'u. Imamu ikiwa ameongeza raka ya tano salatu adh-dhuhr au asr, na kweli Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema inma ju'ila al-imamu liyutamma bih, imamu amewekwa hapa ili mumfuate. Lakini imamu amekosea, amesahau akaongeza raka, hasa kwa sababu ya kumfuata imamu, utaona yule anayeswali nyuma yake na yuwajua hii ni raka ya tano, atainuka pia naye kuswali raka ya tano. Qala idha saha al-imamu fi salatihi faqama ila rak'atin za'idah كأن قام مثلا إلى ركعة خامسة في صلاة الرباعية فإن بعض المأمومين يتابعه وهو عالم بأن الإمام أتى بركعة زائدة وهذا خطأ. Ikiwa imamu amezidisha na wewe wajua kwamba amezidisha, wewe kaa katika tahiyatu usienuke. Usawa ni upi? Annahu yajibu ala al-ma'mum idha qama al-imamu ila rak'atin zaida ayunabbihu bitasbih. Akienuka raka tano, wewe usienuke kama wajua hii ni raka tano, mtanabahishe imamu kwa kuleta tasbih, useme subhanallah subhanallah. Fa in lam yarji, imamu akirudi akikaa, khalas atakaa tahiyat, atoe salamu na atakuwa ni mwenye kuleta sijdatu sahwi kabla salamu. Lakini ikiwa imamu ameamua kuendelea, asema hawa maamumini ndio hawajui, na wewe wajua hii ni raka ya tano, imamu amesimama na umemtanabahisha ukasema subhanallah, na yeye imamu akaendelea akasema mimi sina shaka hao waliokuwa nyuma ndio wamekosea. Sasa hapa kuna shida, utafanyaje? Asema fa in lam yarji lam yutabi'uhu in kana mutaakkidan min khata'ihi. Ikiwa imamu amekataa kurudi chini na kukaa na kuleta tahiyatu kwa sababu rakaa hiyo ni ya ziada na imamu hajui,
na mlipomtanabahisha akawa ni mwenye kukataa, akaendelea kusimama, na wewe wajua kwamba amekosea, basi usawa utakaa pale pale katika tahiyatu, hautamfuata. Bal yufariquhu wa yutimma salatahu li nafsi. Uko na khiari mbili. The first option, wewe anza tahiyatu yako na utoe salamu. Imamu yuko katika raka, atajipanga. Sawa? The first option. The second option, ama uwe na adabu kidogo, useme wacha nisitoke, nitamngojea. Asema bal yufariquhu wa yutimmu salatahu li nafsi. Khiari ya kwanza, wewe anza tahiyatu yako, toa salamu na ushamaliza swala. Au yantadhir fi at-tashahhud wa yusallimu bisalamihi wa hadha al-afdal. Au utakaa katika tahiyatu, imamu amalize raka yake, akae atahiyatu na wewe pia ukae. Akija kukaa tahiyatu, akitoa salamu na wewe sasa ndo utamfuata, na hii ndo bora zaidi. Nafikiri imefahamika. Amma man yadhunnu anna al-imam musibun fi fi'lihi au kana shakan mithlahu wa tabahu ala sahwi fala shay alayhi. Ama yule ambaye alikuwa fikiri imamu ni raka 5, lakini yeye ajua kwamba imamu yuko sawa ni raka 4, akawa yeye na imamu wote wamekosea, ama akawa na shaka hii ni ya 4 ama ni ya 5, akaamua kumfata imamu ili hali hajui uhakika, ama amekuwa na shaka, ama afikiria kwamba hii ni raka ya 4 kama imamu anavyofikiria ili hali ni raka 5, basi mtu kama huyu hana dhambi. Lakini ikiwa wajua hii ni raka ya ziada, hauna ruhusa, kaa chini, toa salamu, ingia tahiyatu, toa salamu, ama umsubiri utoe salamu na yeye. Wa mithlu ziyadati an-naqs, na kama vile katika wengine wanavyoongeza pia kuna masala, ikiwa imamu amepunguza akatoa salamu raka 3 akakaa tahiyatu akatoa salamu, wafanyaje? Tutajua katika darasa inayokuja inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.